tunatamani malalamiko yetu yashughuliwe kwa uzito mkubwa, kwa sababu si mara ya kwanza inatokea kufanyiwa vitendo vya namna hii. Mechi yetu ya mkondo wa kwanza dhidi ya Simba Sports Club pale nyumbani kwetu sisi Mliti, palikuwa na matukio mengi ambayo hayakutufurahisha na alionyesha kabisa kwamba tunafanyiwa njama ama hujuma tuweze kupoteza mchezo ule, na tukapoteza. Na imekuja kujitokeza tena mchezo wa mkondo wa pili. Kwa nini mechi zetu dhidi ya Simba zinakuwa ngumu kimaamuzi? Yani sio ngumu kwa maana ya ushindani. Of course Simba ni timu ambayo tunaheshimu, ina ushindani, ni timu imesajili vizuri kama sisi, mechi zinakuaga nzuri, lakini kwenye maamuzi kidogo panakuaga na sintofahamu nyingi. Na ni kweli tumewasilisha na tumetoa na msimamo wetu. Msimamo ambao mmeutoa Masanza ni msimamo wa aina gani huo, ili mwanamichezo ambaye anakusikiliza kwa sasa naye apate kufahamu zaidi? Msimamo ambao tumeeleza kwenye barua ambao tumeshawasilisha ni kwamba kwanza tunaomba madai yetu yachunguzwe na yafanywe maamuzi, kwa maana ya kutupatia majibu kuhusiana na kile ambacho tunakilalamikia baada ya kuwasilisha malalamiko yetu hayo, na muamuzi husika tunataka kuona hatua zikichukuliwa, lakini pia pamoja na waamuzi wengine ambao wamekuwa wakitiliwa shaka na wenye rekodi chafu wasihusike kwenye michezo yetu mpaka pale tutakapopata taarifa kamili au uchunguzi wao utakapokuwa umekamilika. Kwa hiyo msimamo wetu ni kwamba hayo yakifanyika na tukaridhika, basi tunaweza tukafikiria vinginevyo, lakini endapo hayatafanyika, basi Singida Black Stars tutajitoa kwenye mashindano yote mpaka pale ambapo tutaona ligi pamoja na mashindano mengine yanafanyika kwa mujibu wa kanuni na sheria. Yaani unataka kutueleza kwamba kwa malalamiko haya ambayo ameyatoa, kama hayatofanyiwa kazi, mnajiondoa kwenye mashindano yote ambayo mnashiriki kwa hivi sasa? Very loud and clear. Kama yasipofanyiwa kazi, sio kubaliwa kujibiwa, hatuwezi kuiagiza mamlaka. Sisi tumetuma malalamiko yetu na tumewasilisha concerns zetu ambazo tuko nazo, na tunatarajia, tunafahamu utendaji wa bodi ya ligi, tunaheshimu sana utendaji wa TFF na tuna imani kubwa sana kusema kweli. Lakini endapo sintofahamu hizi zikaendelea kujitokeza na hatujapatiwa majibu bado, basi msimamo wetu kama klabu tutakuja kujiondoa kwenye mashindano yote, hoteli mbali, twende hata Zanzibar au kokote hapo tunaweza tukaenda kushiriki. Lakini hatuwezi kuwa tunafanya investment kubwa, tunawekeza kwenye kusajili timu, inakuwa kama inaonesha kabisa ina dhamira ya dhati kuongeza kitu kwenye soka la Tanzania, kuiwakilisha nchi yetu kimataifa. Ni investment kubwa, pesa, muda, rasilimali, alafu mambo yakawa kiholela kiasi hiki. Yani imefikia hatua mambo yamekuwa too much. Yani ni too much. Kwa hiyo tunafanya hivi kwa uchungu, si kwa sababu ya mechi moja, ni kutokana na mfululizo wa matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza, na hata watu wetu hawatuelewi. Wanaona kama tumekuwa kimya sana, tunaonewa kila siku, hatusemi chochote. Sasa safari hii tumesema inatosha, na ndio maana tumeamua kuanza kuchukua hatua zaidi ambazo kwa mujibu wa sheria tunafanya kwa mujibu wa kufuata utaratibu ambao upo. Sasa itakuwaje Masanza? Kwanza mmeshafika Manyara au mambo yanakwenda namna gani? Kwa sababu hawa ambao unawazungumzia hapa ndio ambao mnaenda kukutana tena kwenye hatua ya nusu finali. Sisi kama timu hatujasema wala hatujatoa msimamo kwamba barua yetu ambayo tumewasilisha inaenda kwenye athari ya moja kwa moja kwenye mchezo kesho kutwa. Hatuwezi kusema hatuchezi au tunacheza kwa sasa, kwa sababu ndio kwanza tumetuma ombi letu leo hii, mpaka wapokee, waonesha wamepokea, nami kuna kamati zitapitia. Kwa pengine mchezo huu unaweza usiathirike moja kwa moja, japo pia kuna tahadhari tunaenda kuangalia kwa ukaribu mchezo huu, namna ambavyo pia maamuzi yatakuwa yanafanyika, namna ambavyo mambo yanaenda, tutakuwa tunafuatilia. Kauli ya Hussein Masanza na Singida Black Stars kutaka kugomea mashindano, umeisikia na mmeipokeaje watu wa ubaya ubwela? Sisi muda huu unapozungumza na wewe tayari tumeshawasili kwenye kituo cha mechi yetu ya tarehe 31 kwa maana ya Babati, tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa nusu finali dhidi ya Singida Black Stars. Tumeshamaliza kuhusiana na mechi ya tarehe 29 ya tarehe 20 na mechi ambayo tumecheza juzi. Tumeshapata ushindi, tumeshafunga ukurasa. Ilikuwa ni shindano la ligi kuu ya NBC, tumeshamaliza huko. Sasa tunaelekea kwenye ligi kuu tunaelekea kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Nguvu yetu, akili yetu, fikra zetu ni namna gani tunaingia katika mchezo huo ili twende tukapate ushindi hatua ya finali. Yeye ama wao kama wana malalamiko yao, basi watawasiliana na mamlaka husika, na mamlaka itawajibu kulingana na kanuni na sheria za mpira wa miguu. Sitaki kuingilia walichokiandika, lakini wanachojaribu kukifanya ni kutishia nyao
kama una malalamiko kwenye ligi kuu ya NBC ambayo inasimamiwa na bodi ya ligi, unatishiaje kujitoa kwenye shirikisho ambayo linasimamiwa na TFF? Kwa unaweza kuona ni kutoelewa mambo, ni mihemko, ni utoto, ni muendelezo wa kudanganyana kwao. Lakini yote kwa yote, sisi tuko kwenye kituo cha kazi, tunamsubiri mpinzani wetu siku ya Jumamosi. Kama na wao watasema hawachezi kama ambavyo Young Africans walivyosema, nipokeaje hatua hiyo ama makubaliano hayo ambayo watakuwa wameyafikia? Sheria ichukue mkondo wake. Mamlaka ndio wenye haki ya kusimamisha mchezo, kufuta mchezo.